kawaida unapokuwa safarini humu nchini Kenya, utapata mabango ya ishara katika barabara zote za lami kulingana na maeneo tofauti tofauti, vile viwango vya barabara tofauti. Kati ya alama hizi za barabara ni pamoja na A, B, C, D, E kati ya zingine. Lakini kunacho kiwango kimoja hapa ambacho kinajulikana kama Special Class Roads. Hizi ni barabara zinazoingia kwenye mbuga za wanyama, kwenye mashamba makubwa ya kahawa ama majani chai, shule, hospitali na sehemu zingine nyingi zaidi. Wakati tutakapofika wakati tunaendelea kuangazia juu ya barabara za humu nchini, hii moja wapo ambayo tunaweza kuizungumzia muda mrefu zaidi, kutaka kujua hizi barabara zote ambazo zinajulikana kama special roads ni gani. Kila darasa au kiwango cha barabara kilitengenezwa kwa kuzingatia matumizi na maeneo yake. Mfumo huu wa kutaja barabara ulitengenezwa zaidi ya miaka 30 iliyopita. Leo hii pia nitaangazia barabara ya darasa au kiwango cha A ambayo inajulikana kama International Trunk. Aina hizi za barabara ndizo barabara kuu ambazo ni kiunganishi kati ya sehemu au maeneo ya nyanja ya kitaifa. Unaweza pia kuniandikia ujumbe kwenye comment section ile sehemu au barabara ungependa niweze kuangazia. Barabara hii ya darasa au ya kiwango cha A huvuka mipaka ya nchi kuelekea nchi jirani, na pia ndizo barabara zinazoishia kwenye bandari ndani ya nchi. Kwa mfano, barabara ya A109 kwa kawaida inajulikana kama Mombasa Road. Ndiyo barabara ya pekee inayounganisha mji wa Nairobi kutoka bandarini maeneo ya Mombasa. Nairobi ndiyo mji mkuu wa nchi ya Kenya, na pia imechangia pakubwa kuwepo kwa ukanda wa kaskazini au Northern Corridor, ambapo imejiunga na barabara ya A104 ambayo inaunganisha mji wa Nairobi na Malaba ambayo iko mpakani na nchi ya Uganda. Barabara ya A1 pia imeanza kule Namanga kwenye mpaka wa Tanzania hadi mpaka wa kusini mwa Sudan kule Lokichogio. Barabara ya A2 inaanzia mji mkuu wa Nairobi hadi kwenda mpaka wa Ethiopia kule Moyale. Barabara ya A3 imeanzia mji wa Thika hadi Garissa. Barabara kuu ya A1 nyingine inaanzia kule Isibania, kaunti ya Migori kwenye mpaka wa nchi ya Kenya na Tanzania. Inachukua sehemu ya kaskazini kupitia Migori, Kisii, Sondu hadi Ahero. Na kwa sasa upanuzi umeweza kufanywa katika maeneo tofauti tofauti katika barabara hii ya A1 ambayo inatoka Isibania hadi Ahero. Hapa ndipo inapopitia ikielekea Sondu na kuelekea mbele. Mahali hapa hapo kitambo palikuwa na msongamano wa magari miaka ya nyuma kitambo kidogo. Sasa hivi vile ambavyo imetengenezwa kwamba magari yanaweza yakapitia sehemu ya chini na magari yanaweza yakapitia sehemu ya juu. Yaani imetengenezwa njia kwamba kuna yale magari ambayo yanaingia kama ni kwenye town ya Kisii, kuna barabara yake. Yale ambayo yanatoka kuelekea labda Migori pia yana barabara yao. Yaani imepangwa kwamba hakuna mahali kamwe msongamano utakuwa kwamba umeonekana katika hii junction. Barabara za upande huu ama hii barabara imetengenezwa kwa njia kwamba inapunguza msongamano wa magari. Barabara hii ina sehemu mbili au barabara mbili, lakini barabara moja imebeba au inaweza ikachukua magari mawili kwa wakati mmoja. Vile vile upande mwingine magari mawili kwa wakati moja kwa barabara moja, kuweza kupunguza msongamano wa magari. Kumbuka kwamba hapa Kisii karibu na hii junction hapa mbele tu kidogo tu, hapa ndipo tuko na soko ambayo inajulikana kama Daraja Mbili. Ni soko moja ambayo ni kubwa kwamba watu miminika pale wengi zaidi kutoka kaunti ambazo zimezunguka kaunti ya Kisii kama vile Homa Bay, Migori na sehemu kadhaa. Kweli tumeona kwamba barabara hii ya A1 ni barabara ambayo ni ya kimataifa ambayo inaingia kwenye mipaka kwa nchi jirani. Ni faida zipi zinazotolewa na barabara hii ya darasa au kundi la A katika nchi ya Kenya? Barabara hii ina faida kama vile kuwezesha biashara ya kimataifa na kikanda.
na mtiririko wa bidhaa kati ya Kenya na majirani zake. Barabara hizi huwa na usafiri bora kwa sababu barabara hizi zinatunzwa vyema na huhakikisha usafiri wa haraka na bora zaidi wa watu na mizigo kote nchini. Barabara hizi husaidia kupunguza gharama za usafirishaji kwa wafanyabiashara na watu binafsi, ambayo inaweza kuchangia kupunguza gharama ya maisha. Barabara hizi aina za kiwango au darasa la A1 huchangia kuwa na utalii ulio bora, hurahisisha watalii kusafiri kwenda sehemu mbalimbali na hivyo kukuza sekta ya utalii. Mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu ya Kenya, KENHA, ni chombo cha kisheria kilichoanzishwa chini ya sheria ya barabara ya Kenya ya mwaka 2007 na kuzinduliwa mnamo Septemba mwaka 2008. KENHA inawajibika kwa maendeleo, ukarabati, usimamizi na matengenezo ya barabara kuu kitaifa zinazojumuisha barabara za S, A na B. Baadhi ya miradi ya KENHA ambayo imekamilika ni pamoja na Tarbi Moyale A1, Nuno Modogashe Road, upgrading Kibwezi, Mtomo, Kitui, Kabati, Migwani kwa mabana A9, B64 kwa mabana A9/B64, Garsen, Witu, Lamu, Voi, Mwatate, Taveta kwa mabana A6, Kangema, Gacharage Road. Ikiwa kwamba video hii imekuwa ya msaada na kukuelimisha, naomba uweze kuilike channel hii, na cha msingi mno unaweza kusubscribe ili napoweka video mpya inakuwa kwamba wewe ndio mtu wa kwanza kuiona.